tuzingatie kile kilichotuleta hapa Tabora kwa siku 3, pamoja na mambo mengine yote, lakini tuzingatie mafunzo. Wawezeshaji wetu ni mahiri na wako tayari kutupa dozi ya kutosha. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Pale ambapo tutaona hujaelewa au na changamoto, wawezeshaji wako wa kutosha, uliza. Usije kaondoka ukasema pale walisemaje. Yaani wewe ni mkuu wa shule, afisa elimu kata, tumekuamini, tumekuleta kwenye mafunzo ili mwisho wa siku mafunzo haya kalete tija kwa shule zetu, kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla. Kama tulivyosema, sisi ni viongozi, jamii pia inatuzunguka, sisi ni sehemu yao. Kwa hiyo mimi ni washukuruni sana. Pia kama alivyotangulia wenzangu kusema, mafunzo haya ni muendelezo wa mafunzo ya ushauri na unasia ambayo tayari walimu wetu walipatiwa. Lakini kutokana kuonekana kuna sehemu kuna hongwe, kuna gepu, tukaona ni vizuri sasa tuwaite na nyinyi ambao ni wasimamizi wa shule, maafisa elimu kata na walimu wakuu, ili tuje tuzungumze lugha moja pamoja na walimu wetu kule shuleni. Hususan maafisa elimu kata. Afisa elimu kata una shule 5, 6. Mwisho wa siku unatakiwa shule zako zote zikawe salama. Tumeelewana maafisa elimu kata? Kwa hiyo sisi tuna kazi kubwa sana kwenda kufanya. Na kama walivyosema, yani selection ya hizi shule kuwepo hapa, zile shule 6,000 ziliangaliwa zile shule ambazo ziko nyuma sana katika masuala ya usalama wa shule, zina matukio makubwa ya ukatili kwa watoto, ndio miongoni mwa shule ambazo nyinyi mmefika. Kwa hiyo mimi ni mategemeo yangu kabisa kama tukitoka hapa, hizo changamoto ambazo ziliainishwa mpaka ukawa selected kuwa katika haya mafunzo zinakwenda kumalizika. Tumeelewana jamani? Masuala ya ukatili wa watoto, masuala ya ukatili wa kingono wa kijinsia, masuala ya kutokutoa chakula shuleni, yote kupitia mafunzo haya tunaenda kuachana nayo, tunaenda kuyakomesha. Aidha, na mimi niwe na machache ya kusisitiza kama walivyosema wenzangu waliotangulia, mradi wa Boost ni mradi wa lipa kulingana na matokeo. Wote tunafahamu. Kwa hiyo hii ni sehemu mojawapo ya utekelezaji wa programu ya Boost kupitia kile kiashiria namba 2 cha shule salama. Ili kile kiashiria cha shule salama kiweze kutekelezeka ipasavyo, sisi kama viongozi tunapaswa kuzingatia mambo mbalimbali ambayo mtawezeshwa katika hizi siku 3. Na mimi nisisitize tu katika mambo machache ambayo ni kama ifuatavyo. La kwanza ni swala zima la upatikanaji wa chakula shuleni. Usalama wote wa shule jamani, watoto kujifunza vizuri ni pamoja na watoto kuwa wameshiba. Kwa hiyo nisisitize sana sisi kama viongozi tukasimamie, tukawaelimishe wazazi wa watoto ambao tuko nao umuhimu wa mtoto kupata chakula shuleni. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya najua wawezeshaji wamejipanga, mtapewa njia mbalimbali za kwenda kuhamasisha, kuhakikisha wazazi wanaleta chakula shuleni, watoto wanapata chakula shuleni ili wawe na utulivu katika kusoma, katika kujifunza. Lingine ambalo nataka nisisitize hapa ni tumekutana kutoka maeneo mbalimbali, swala lazima la ushirikiano na kubadilishana uzoefu. Kuna watu wa Shinyanga hapa, kuna watu wa Tabora, na sisi ni viongozi. Viongozi kila siku ni watu wa kujifunza. Kwa hiyo pale ambapo kwenye shule yako unaona kufanya vizuri, shirikiana na mwenzio, mwambie bwana wewe umefanikiwaje. Yaani ukiwa kiongozi wewe ni always unatakiwa uwe mtu wa kujifunza na mtu wa kuja na mabadiliko. Kwa hiyo niwasihi sana kupitia mafunzo haya pamoja na mambo mengine tutabadilishana pia uzoefu vile vile. Lingine nisisitize ni swala la masuala ya ushauri na studies za maisha. Studies za maisha ni muhimu sana, najua pia wawezeshaji watawaambia, lakini tukaimarishe sana masuala mazima ya studies za maisha kwenye shule zetu, ikiwepo pia masuala mazima ya uzalishaji mali kupitia mambo ya IGA, income generating activities. Shule zetu nyingi zina maeneo ya kutosha. Pale ambapo kuna fursa nyingi kwa shule ndio waibuaji wa miradi mbalimbali. Maana masuala mengi ya shule yanategemea fedha. Hapa tunaongelea masuala ya safe school. Safe school, mwalimu wa ushauri na unasihi atakuja atakutaka material, atataka manila, lakini kama huna vyanzo vya mapato, kuna vitu unaweza ukakwama. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya sisi kama wakuu wa shule tukawe wabunifu kutafuta vyanzo mbalimbali vya mapato katika shule zetu ili tuweze kufanya utekelezaji vizuri. Tunaelewa tunapokea fedha za capitation,
lakini yote ni mashahidi, fedha zile hazitoshi kama hatutabuni mbinu nyingine za kujiongezea mapato. Kwa hiyo niwaombe sana katika swala hilo. Vile vile tukashirikiana na walimu wetu wa ushauri na unasihi kuhakikisha shule zetu ziko salama ndani na nje ya shule, hususan katika masuala ya mapito ya watoto. Watoto wanapotoka nyumbani kuja shuleni wanapita katika njia ipi? Wanakutana na vikwazo gani? Sisi ndio walezi ambao tunakuwa na watoto kwa muda mrefu, tukazibaini changamoto mbalimbali za watoto ili tuweze kuwasaidia. Ndugu viongozi, nyinyi jamani ni viongozi. Yaani navyoongea hapa naongea na viongozi. Maana kusema mimi tu mkuu wa shule, kipande changu tu cha shule hiki, hapana. Mpaka jamii na kuzunguka shule inakutegemea. Jamii nyingine haina uelewa wa kutosha. Kwa kupitia sisi, kupitia vile vikao vyetu vya wazazi, tunataka tuwaelimishe. Kama njia wanaopita watoto haiko salama, basi tuhamasishe jamii ifieke hizo njia, aidha iwasindikize watoto wadogo ambao wanapita katika maeneo sasa kipindi cha asubuhi. Kwa hiyo sisi ni moja ya jukumu letu. Tunatakiwa tukahakikishe mazingira ya watoto yawe salama, watoto wetu pia wawe salama muda wote wakiwa ndani na nje ya shule. Vile vile kuna masuala ambayo hata afisa elimu hapa mkoa amesema shule zetu nyingi si salama, hasa katika masuala mazima ya ukatili wa watoto, unyanyasaji wa kingono. Nyinyi wote ni mashahidi. Tukasimamie stahiki za watoto wetu, hususan kuwalinda watoto. Watoto wa shule za msingi bado ni wadogo sana. Wengi hawawezi hata kujisemea wala kujitetea. Lakini kupitia sisi viongozi tuwe na muda, tutenge muda wa kuwadodosa watoto ambao tunaona mienendo yao ya mahudhurio sio mizuri, kuwaita na kuongea nao. Kuna watoto wanapitia changamoto nyingi sana na hawana watu wa kuwatetea na hawana watu wa kuzungumzia. Kwa hiyo kupitia sisi kama wazazi tuwe tunatenga muda wetu kama viongozi wakuu wa shule wa kukaa na kuwapitia watoto ambao mnaona aidha wana mahudhurio hafifu, aidha wanakuja shuleni wakiwa wamechoka, aidha wanakuja shuleni wakiwa wana huzuni. Kwa hiyo tutenge muda kupitia wale walimu wetu wa ushauri na unasihi, wakawabainisha watoto, na sisi kama viongozi tuwe na muda wa kuwaita wale watoto na kukaa nao. Tutaibua mambo mengi na tutatua changamoto nyingi. Tumeelewa na walimu wenzangu? Niwaombeni sana jamani, watoto wale bado ni wadogo, wengi hawajaweza kujitambua vizuri. Kwa hiyo tuwasaidie, pia tuwasaidie kuwajengea ile dhana ya kujiamini kupitia hizo baada zetu za ushauri na unasihi. Watoto waweze kujiamini, wawe na confidence. Hata pindi anapopata changamoto, mtoto awe huru kuizungumza ile changamoto yake. Mtoto asiwe na uoga. Kwa kweli mengi mtawezeshwa kwenye mafunzo. Mimi kwa hayo machache niwatakie mafunzo mema, usikivu mzuri. Kama nilivyosema, pale ambapo unaona kuna changamoto, wawezeshaji wapo. Pia nimeambiwa nitoe maelekezo. Nafikiri maelekezo mengi mtapata kwenye mafunzo, ila tu mtambue hii program inalipa kulingana na matokeo, na mafunzo hayo tunategemea ukija kufanyiwa verification tupate yale matokeo tunayotegemea. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.